Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 18. صم لكم من الآن اسم التفضيل. اسم التفضيل جينا لا تفضليش يعني سمع تعريف اسم التفضيل. Anasema huwa sifatun tu'khadhu min al-fi'l, ni sifa ambayo inachukuliwa kutoka kwenye kitendo, litadulla, ili ijulishe, ala anna shay'ain, kwamba hakika vitu viwili, ishtaraka fi sifa, imeshirikiana katika sifa, wazada ahaduhuma ala al-akhar fiha, na kimoja kimemzidi mwenzie ndani yake. Yani katika hivi vitu ambavyo vimeshirikiana kuna kimoja ambacho ni zaid. Nahu mfano sa'idun a'lamu min mahmudin, maana umewashirikisha katika sifa ya ujuzi, lakini mmoja ni zaidi kuliko mwingine. Waznu ismi at-tafdhil lahu waznun wahid wa huwa af'al, wa muannathuhu fu'la, nahu ahsan, husna. Wa qad hudhifat al-hamza, na huwa inaondoshwa hamza, خير وشر وحب، وأصلها أخير وأشر وأحب. قال ابن مالك رحمه الله في كافية بنا وسوى حذفت الهمزة katika vitendo hivi. وغالبا أغناهم خير وشر, akiwa anazungumzia kwamba kuhusiana na wizani za maneno haya katika ismu tafdhil, ina ile mara nyingi yake huwa inatoshelezana, huwa inatoshelezeka neno khairun na neno sharrun, an qawlihim akhyaru minhu wa ashar, zidi qawli yao wanaposema akhyaru minhu wa ashar, maana wanaposema tu sharrun au khairun kafiya, maana naam, maana yakfi, maana ile hamza hudhifat. Shurutu ismi at-tafdhil, masharti yake, an yakuna fi'lan, kiwa kwanza ni kitendo, an yakuna fi'lan madiyan, kiwa kitendo hicho ni cha madhi, an yakuna fi'lan thulathiyan, kiwa kitendo hicho ni thulathiyan, maana kisiwe kimezidi, an yakuna mutasarrifan, maana kisiwe ni jamid, fala yubna min fi'li jamid, maana kijengo katika kitendo ambacho ni jamid, nahu mfano ni'ma wa bi'sa, hizi zihusiani. An yakuna maanahu qabilan litafadhul watafawut, iwe maana yake inakubali kule kufadhilika na kutofautiana, yani siwe maana yake ndio imelazimu hapo tu, la. Fala yubna min faniya wa mata, uwezo ukasema hapo ana amyatu minhu, unasema hivyo, la. Muona, kwa hiyo masharti ya ismu tafdhil kwamba hiyo inakubali nini? Mfadhala. Sasa wewe umekufa na wewe ukachakufa, unafadhilisha nini wakati wewe umeshakufa? Fani imeisha, wote vishaisha, unafadhilisha nini? Muona hapo, alla yakuna mabniyan lilmajhul, kwamba ismu tafdhil sio wizani wake umejengwa katika nini ambayo ni majhul. Fala yubna, haijengwi min nahu mfano dhuriba, naam. An yakuna fi'lan tamman, maana sio ni naqis, fala yubna min kana wa dhalla wa bata swara wa kada. An yakuna muthbatan, fala yubna min manfiyin, hiyo ni muthbat, yani haijengwi katika kitendo ambacho ni manfi kilichokanushwa. Alla yakuna ismu fa'ilihi ala af'al, alla yakuna ismu fa'ilihi, isiwe ismu fa'ili yake juu ya wizani neno af'al, alladhi ambao muannathuhu ala fa'ala, mimma yadullu ala launin, najisha lange, uhilla wa inab, na mfano hamura wa ahmar. Wewe usema ahmar, ana ahmar minhu, wakati ndio wizani wake upo hivyo hapo, mmeelewa? Maana hapo ndio maana anataja masharti kwamba alla yakuna ismu fa'ilihi, isiwe ismu fa'ili yake, yani hicho kitendo, ala af'al, kipo katika wizani neno af'al, yani zinafanana tu, sawa, kuna baadhi ya vipengele vinafanana. Alladhi, ambayo muannathuhu, muannath yake, ala fa'ala, mimma yadullu ala launin, uhilla wa inab, kama ilivyotoa mfano hamira fahuwa ahmar, wa hiya hamra, wa adij fahuwa a'raj. Kwa hiyo huwezi kusema tafdhili, sababu wizani wake ndio automatic upo hivyo.
Uweze kusema ana a'raju minhu, mimi kiwete kuliko ya. Umeona? Wa idha lam tatawafar hadhihi shurutu fi al-fi'l, na pale ambapo masharti hayajakamilika katika nini, katika kitendo hiki, wa aradna binaa at-tafdhil minhu, na tukakusudia kujenga ismu at-tafdhil katika kupitia kitendo hicho, tukakusudia kwanza tupate ismu at-tafdhil, fa innahu yusaghu af'al min masdar fi'lin akhar munasibin lilmaana, kaki kitaundwa katika kitendo ambacho ni af'al kutoka katika masdar ya kitendo kingine ambacho kinaendana maana, mustawfin lishurut, kilichokamilisha nini, masharti. Watati ba'dahu bimasdar alfi'l, itakuja baada yake masdar ya naam, wanati ba'dahu bimasdar alfi'l alladhi lam yastawfi ashurut, na tutaleta baada yake masdar ya kitendo ambacho masharti yake hayajakamilika katika kitendo ambacho ni nini, thulathi. Nahu, mfano fulan akbaru ta'awunan min fulan. الدرس التاسع عشر التعجب. So baadhi ya vipengele vinajirudia, kwa hiyo sehemu zenye mishkila tuzilizana kitu tujue. التعجب. سمى تعريف التعجب: التعجب ni حالة قلبية منشأها استعظام فعل ظاهر المزية بزيادة فيه خفية سببها. Taajub maana yake kustaajabu ni hali ya moyoni, maanzikano yake ni kutukuza kitendo kilicho wazi faida yake kwa kuzidi ndani yake na imefichikana sababu yake. Hakadha arafahu baadhi ahli alilm, wameelezea hivyo. Wala shaka kwamba hamna shaka anna taajub bihadha almaana fahuwa fi haqqi almakhluq, ipo katika haki ya kiumbe, wa huwa mustahilun fi haqqi Allah ta'ala, kwa mujibu wa taarifu hii. Sawa, kwa mujibu wa taarifu hiyo, kwa sababu ni halatun qalbiyya manshauha isti'dham fi'li. Allah mwenyewe kasema kwamba hichi ni kikubwa, hichi ni kidogo kabla hakijatokea, lakini mpaka kitokee ndio ujue akupa hichi tukio kubwa. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifu hiyo, japo Allah ana sifa hiyo ya taajub kama ilivyo kwenye hadithi, lakini kwa mujibu wa taarifu hii usiani naye. Umefahamu shehe? Fahuwa mustahilun fi haqqi Allah, katika haki ya Allah yawezekani ta'ala, alladhi ambaye la yakhfa alayhi shay'un, ambao tumeuko umesema khafia sababuha. Sasa Allah hamna kitachofitikana kwake yeye. Kwa hiyo litatokea ndo utashangaa imekuwa hivi, lakini ikashajua kuna hicho kitu kidogo. Sawa. Wa amma ta'ajjub alladhi, amma ta'ajjub ambao huwa sifatun min sifati ar-rabb, ni sifa katika sifa za Allah, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba inna Allah la ya'jab min rajulaini, kama ilivyokuja kwenye hadithi Allah anastaajabu tukana watu wawili, anamuua mmoja mwenzie, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya fasababuhu, sababu yake khuruju shay'i an nadha'irihi, yani kutoka kitu an nadha'irihi, wa amma yanbaghi an yakuna alayhi min duni qusurin min almutaajjib, kwa sababu yake nasema kutoka kitu an nadha'irihi, yani nje tazamo wake, katika vile ambavyo vinafanana na hivyo. Wa amma yanbaghi, na kutokana na ambayo inatakikana, an yakuna alayhi, yawe juu yake, min duni qusurin min almutaajjib, pasi na qusur ambayo inayotoka kwa nani, yule anayestaajabu. Waraji lihadha sharh al-Allama ibn Uthaymeen ila aqidati al-wasitiyya, anafafanua hiyo masala vizuri, Allah anastaajabu vipi na inakuwaje. Walitaajjub siyaghun sama'iyya kathira, wa amma sina'iyya falahu sighatan, wa huma ma af'alahu na af'il bihi. Nahu, mfano ma ajmala as-samaa, ni uzuri ulioje wa mbingu,
wa akrim bis-sadiq, yani maana yake usema wa akrim bis-sadiq haina maana hiyo ni fi'lu amri, la, wa akrim bis-sadiq yani ukarimu ulioje wa rafiki. Shabahan. Naam. فعل التعجب vitendo hivyo vya taajjub kasmi at-tafdhil fi shurut, wala ismu at-tafdhil li shurut la yusaghani viundu illa isipokuwa min fi'l thulathi muthbat mutasarrif ma'lum tam qabil lit-tafawut wal mufadala wala yati as-sifatu minhu ala wazni af'al. Kwa hiyo kama maelezo tu aliyotaja kwenye nini, kwenye ismu nini, ismu at-tafdhil, masharti yake ndio yale yale. Wa idha urida at-ta'ajjub, itakapohitajika ta'ajjub, mimma lam yastawfi ash-shurut, katika kitendo ambacho masharti yake hayajakamilika, yu'ta bi masdarihi mansuban, italetwa kwa masdari yake ikiwa na nasbi, anasema ما أشد أو ما أكثر ونحوهما أو مجرورا بالباء الزائدة أشدد، معنى أشدد به وأكثر به ونحوهما، نحو مفانو ما أشد اجتهاد سليم وأشدد باجتهاد سليم وأعظم بتقدم الصناعات بمصر، yani ukubwa ulioje wa kuendelea viwanda au matengenezo katika mji wa Misri. Naam, na hii sasa ndio unapokuta mtu unapozungumza sahushi ananiamrisha nini, kumbe na hii ndio inakuta kwamba ndio ile ya kwamba kutochunga kanuni katika uzungumzaji wa lugha. Lakini kama unakuwa unachunga kanuni kama hivyo, wanasema akrim bi Muhammad, wewe umekusudia taajub, lakini wewe ukaniamrisha nimfanyie nini, ubisafiru amri. نعم. درسنا الأخير الدرس 20 أظن هو الأخير، ليس كذلك؟ نعم هكذا.